Hello, mambo vipi? Karibu katika mwendelezo wa simulizi yetu nzuri kabisa, simulizi ya Positive Mind. Hii ikiwa ni sehemu yake ya pili. Mtunzi na msimuliaji na jina naitwa Salaki, kiniita Mr. Stallman, inakuwa noma zaidi. Nakumbuka kipindi hiko nilikuwa navaa nguo ndefu tena zenye hekima, lakini rafiki zangu walinirarua vibaya pale nilipozivaa. Walinicheka, waliniambia naishi kizamani, mdada mzima najifunika funika utazani bibi. Maneno pamoja na vicheko vyao viliniumiza. Hapo ndipo iliponilazimu nianze kubadili mwonekano. Nilianza kutamani kusuka misuko ya bei ghali. Hapa sasa bomu la serikali alikutosha, yaani kujikimu majukumu yangu ilikuwa nipata shika. Nikatamani na ziada kutimiza mambo yangu. Hapo ndipo niliposhawishika vibaya. Sio peke yangu, bali wengi tunaosoma vyuo vikuu tunaangukia kwenye janga hili la tamaa zinazotuponza, kutaka vitu ambavyo havipo katika uwezo wetu. Toka nilipokuwa kijijini sikuwahi kumjua mwanaume kabisa, lakini chuo hakikuniacha salama. Nilijikuta naingia kwenye mitego ya wanaume. Sio mwanaume tu, bali ni wanaume wenye pesa zao, vibabu vilivyozeeka vyenye nguvu ya fedha. Hapa ndipo nilipochizika na tamaa. Rafiki yangu Femina alikuwa ni mtu wa klabu. Kupali ndio vitu vyake, kulewa ndio usiulize, maswala ya shisha ndio kazaliwa nayo, sigara na milungi ndio kabisa kachanjiwa navyo kwenye damu. Wakati alipokuwa anatoka alinilazimisha na mimi kutoka. Mwanzoni nilikuwa nakataa, lakini mwishoni nilijikuta nakubali tu. Kukaa peke yangu jumba lote lile nilikuwa naona fedha. Nami nilitamani sasa kwenda maeneo hayo ya klabu, maeneo ambayo nilikuwa na hamu sana kwenda, ili nikajionea yalikuwa yanafanyika huko. Kwa hakika ni laana tupu. Nilijikuta natamani kurudi nyumbani, lakini nilikatazwa na nilichekwa vibaya sana. Nilionekana mshamba sana, kibinti cha kilokole chenye upole wa asili. Yaani weacha tu, unachekwa mpaka unajihisi vibaya. Kila aina ya dhambi niliiona huko. Nilitamani kuziba macho, ila aibu ya marafiki ilinishika. Pombe nilikuwa sinywi, nilikuwa naagiza zangu soda tu. Nikinywa mbili mimi tayari hoi, wenzangu wanamaliza makreti tu. Femina alinivutia kasi, akanilazimisha nionje ladha ya mitungi. Kidogo kidogo nikaanza kuzoea. Mwanzoni nusu glasi, baadaye glasi nzima. Mwisho wa siku nikawa mzoefu kwenye hayo mambo. Masomo yalianza kunipita, kuhudhuria darasani mpaka nijisikie, yaani nilikuwa sielewi. Ujue nimelata na maisha ya chuo. Nye unaweza ukaona ni drama, lakini ni maisha ambayo watu tunaishi. Yaani ni maisha ambayo mimi nimeishi na kueleza mpaka zedi. Maajabu jamani. Siku zote nimeishi na Femina kwenye lile jumba la kifahari bila kujua siri zake. Uwezi amini, Femina na tambo zake zote zile, kumbe amepangiwa na Mwarabu kwenye lile jumba la kifahari. Bidada alimsaliti Mwarabu. Mwarabu aligundua mahusiano yake yasiyo na mbele wala nyuma. Aliwafumania yeye na Tony kwenye chumba anacholipia pesa zake. Hapo ndipo ilipozuka makubwa. Tony alipigwa vibaya, nusu ya kufa. Femina naye alifukuzwa pale ndani. Kufukuzwa kwa Femina ndio kufukuza kwangu. Wote tulikusanya virago kwenda tunapopajua. Basi tulichekecha akili, tukapata mawazo ya kwenda kuishi kwenye chumba cha rafiki yetu mmoja anaitwa Anita. Tukatia nanga pale na vinguo vyetu tu. Hatuna sifuria wala kijiko.
Hapa maisha yalikuwa magumu sana, ilitulazimu tujilaishishe. Ni wanawake wenye elimu, lakini miili yetu haina hadhi. Nikwenda kutafuta pesa za kujikimu, pesa zenye madhara mengi. Hapo nikajifunza uhuni. Sio uhuni tu, bali ni uhuni kwenye mapenzi. Katika pitapita zangu nilipata kibabu hicho, kina pesa zake, kikanishawishi na mimi nikaelewa sera zake. Mahusiano haya yalikuwa ni machungu kwangu. Niliponea chupu chupu kwenye tundu la sindano. Jera nilikuwa naichungulia ile nusu ya kufungwa maisha mimi. Jamani, ujana huu una baraa hatari. Mtu unaingia kwenye matatizo bila kupenda. Najua unatamani sana kujua ni nini ambacho kimetokea. Nikajikuta niko kwenye mtego mzito kama huo wenye kuumiza. Usijali, nitakueleza kila kitu kuhusu tukio hilo. Nikurudishe nyuma kidogo, nikupitishe kwenye baadhi ya matukio. Toka nilipoingia mwaka wa kwanza hadi namaliza mwaka wa 3, sikumbuki darasani kama nimeingia hata mara 30. Mara nyingi mimi nilikuwa kiguna njia. Harakati zangu za kusoma na ufaulu wangu zilikuwa ni za siri sana. Kuna muda nilipa watu wanifanyia mitihani, na muda mwingine nilijilahisisha kwa lectures. Mambo yaende sawa. Unaweza kuona jambo gumu kutoka na lectures, lakini sisi wataalamu wa hizi kazi tunajua tunaingilia na gia gani. Watu tunajua kujilahisisha. Acha nionyesha mfano, lakini siku hizi nimeacha mambo hayo. Pia naogopa kuwafunza mbinu za kivita, msije mkazitumia zikawaletea matatizo. Kuhusu elimu, mambo yalikuwa kama hayo. Acha nikurudishe kwenye hadithi ya yule mzee mwanajeshi. Huyu mzee bwana alikuwa muuza madawa, ila mimi nilikuwa sijui. Katika harakati za penzi letu nilijikuta naingia kwenye matatizo bila kujua. Huyu mzee alikuwa na maadui wengi sana kwenye masuala ya kibiashara, pia kwenye kazi yake ya wanajeshi ambayo inasemekana tayari alikuwa ameshastaafu. Usiku wa siku ya Jumamosi alikuja kunichukua kutoka hapo ghetto napoishi na marafiki zangu, kunipeleka sehemu tukafurahi. Baada ya kufurahia chakula na soga za hapa na pale, tulielekea hoteli, tukala, tukashiba, tukashushia na mitungi kidogo. Akili ikatutuma tukamalize furaha yetu katika chumba tulichokodi. Huku ndipo lilipotokea tukio la mauaji. Sikuelewa ilikuwaje. Asubuhi niliamka nikiwa na kisu mkononi. Nilipotazama chini nilikuta yule babu ameuawa. Nilipata kiwewe. Sikujua nafanya nini pale. Nilichanganyikiwa. Damu ya mauaji ilitanda kichwani mwangu. Kwa haraka nilifikiri mimi ndiye niliyetenda mauaji. Kama nilivyokuambia, siku iliyopita nilivesha mitungi. Nilichokuwa nakumbuka, nimeamka na kisu tena mkononi mwangu, kina damu ya mauaji. Hivyo sikuwa na shaka kuwa mimi ndio muuaji. Kingine kilichonitisha zaidi ni kuhusu mikono yangu. Ilikuwa imegandamana damu. Hapo ndani ilikuwa kizaazaa. Nilitamani kulia, huku nikitamani yule mzee anyanyuke apone, tuendelee na maisha mengine, lakini ilishindikana. Kilichobaki pekee ni kulia tu, nikiwa nasubiri hatima yangu. Nilichokuwa naelewa pekee ni kufungwa jela. Hivyo akili yangu ilisubiri hilo. Polisi wanitie mbaloni, niende mahakamani, nihukumiwe kifungo. Wakati naendelea kulia, ghafla mlango uligongwa. Sikusikia kwa haraka, ndipo mgongaji alipogonga tena. Hapa ilibidi nikamsikilize ili nijue kilichokuwa kinaendelea. Huku uoga ukiwa umenishika hatari. Ile nafika mlangoni, nafungua mlango, naye aliingia. Huyu alikuwa ni mhudumu. Alishuhudia tukio la mauaji mbele yake. Roho ya huruma ilimuingia, ndipo alipoamua kunisaidia. Wewe ndio umemuua huyu baba? Hapana, sijaua. Pia sielewi chochote kuhusu kilichotokea. Basi hapakuwa na namna. Ilimlazimu anichukue kutoroka ili niwe salama, kwa sababu ningeendelea kubaki mimi ndiye ningekuwa mshtakiwa namba 1. Kutolewa kwangu pale ndivyo ilivyokuwa salama yangu.
huku upande wa pili askari walifika wakafanya uchunguzi wao bila kupata majibu sahihi kuhusu mauaji ya mtu. Kwa vile alikuwa ni mwanajeshi, kifo chake kilisimamiwa mwanzo mpaka mwisho na wanajeshi wenzake. Huku upande wangu akili ilikuwa imechanganyikiwa. Niko mwaka wa 3 lakini sielewi chochote. Matatizo yalinikumba yalikuwa ni makubwa sana. Kushuhudia mauaji mbele ya macho yangu sio kitu cha kawaida ujue. Unaweza ukawa chizi hivi hivi, unajiona. Ubongo hautaki tabu kabisa. Tatizo hili likanipa sonona. Yule mhudumu aliyenisaidia alikuwa anaitwa Latifa. Latifa ni dada mwenye upendo sana. Kutokana na hali niliyokuwa napitia, kuwa na mawazo wakati wote, video vya mara kwa mara, alinichukua kunipeleka kwa wataalamu wa afya ya akili kupata msaada zaidi. Licha ya kwenda kupata msaada wa kisaikolojia kuiponya akili yangu, tayari nishaathirika. Sijui ni nani aliyenipa. Kumbuka nimetembea na wanaume wengi sana wasio na idadi. Hapa ndipo nilipokata tamaa ya maisha. Tayari nilishapata vyeti viwili. Sio cheti cha chuo peke yake, bali nilishapata na cheti cha AIDS. Tayari maisha yangu yameshaangamia. Ule ugonjwa wa sonona ulizidi mara 2. Licha ya hivyo, nilikuwa tayari mjamzito. Yaani weacha, matukio yalikuwa yamefurulizana hivi. Jaribu kuwaza tu ni mateso namna gani ambayo nilikuwa napitia kwenye akili yangu. Nilikuwa napitia mateso, ni mateso makubwa mno. Hivi unafikiri chuo ningemaliza kweli? Hapana. Sikuweza kumaliza. Matatizo kama haya unaanzaje kumaliza chuo? Unaumwa ukimwi, huku ni mjamzito. Kichwani unawaza mauaji, kule unawaza wazazi watapokeaje majanga uliokuwa nayo. Hapo ndipo mawazo ya kujua yalipoanza. Kwa hakika chuo kilinishinda. Yule rafiki alinipa msaada, ilibidi awe mama sasa, kuhakikisha nakaa sawa. Licha kuingia kwenye maambukizi, nilishaanza dozi. Pia nilishauriwa vizuri na wataalamu wa akili kukaa katika hali ya usawa. Baada ya kupata nafuu kidogo ya akili, ilibidi nirudi nyumbani na zawadi ya mimba na si cheti tena. Wazazi walikasirika sana, lakini hawakuwa na namna tena. Nilishaamua kuwadhalilisha, hivyo hawana namna tena zaidi ya kunipokea. Tulee mimba, wasubiri tu kulea mjukuu wao asiye na baba. Nina mengi sana ya kuambia, lakini haya machache yanatosha kuifunga hadithi yangu. Unaweza ukawa unielewi kwa nini nimeweka wazi kuhusu historia yangu. Lengo ni kujifunza. Sitamani kumuona mwanafunzi wa chuo anapitia yale ninayopitia. Na kuomba sana ndugu yangu, ubadilike. Usifate mikumbo. Ishi maisha yako. Tamaa za kutaka maisha mazuri zifutilie mbali. Tafuta marafiki sahihi. Sio kila mtu unaweza kumfanya kuwa rafiki yako. Marafiki wabaya ndio wanaangamiza maisha yetu. Tunajikuta hatarini bila sisi wenyewe kujua. Be positive. Maisha ya chuo ni miezi, sio miaka 3. Kama uliweza kujitunza miaka 13 huko ulipotoka kwenye safari yako ya kielimu, utashinda hii miezi kadhaa ya chuo. Acha ni ushamba na majengo ya chuo na skrini za kufundishia. Hayo ni mazingira tu ya kusomea watu wazima, sio chanzo cha wewe kubadilika tabia, kujiona sister du au brother man. Kilichokuleta ni elimu. Tafuta elimu na sio kingine. Chukua hatua sasa. Ishi maisha yako, usiishi kama wengine wanavyoishi. Ukimwi unaepukika. Mimba zisizo za lazima zinakwepeka. Kwa asilimia kubwa watu wameshaugua tayari huku mjini chuo kikuu. Ukijichanganya tu yatakukuta mazito, kama alivyonikuta mimi. Naumia sana kumwona msichana au mvulana anaingia kwenye hii mitego ya maisha. Asanteni sana. Nashukuru kwa kunisikiliza. Naamini historia yangu imewafunza mengi. Bwana, huu ndio mwisho wa simulizi yetu nzuri kabisa. Simulizi ya Positive Mind. Mtunzi na msimuliaji langu jina naitwa Salki. Kenita Mr. Stallman. Inakuwa noma zaidi. Tukutane katika simulizi zingine.